Yes, good morning. Habari gani? Naitwa Navigator Chinduli. Good afternoon kokote kule uliko. Naitwa Navigator Chinduli na leo niko zangu Tanga. Niko katika jiji la Tanga. Katika ziara yetu ya kuweza kuzunguka majiji na miji yote ya Waswahili na ya Tanzania kwa ujumla. So leo nimeanza katika jiji la Tanga, miongoni mwa majiji makongwe zaidi Tanzania. Ni hili jiji la Tanga, lina historia kubwa sana. Ni katika jiji la Tanga ambako wamepita watu mashuhuri na wamezaliwa watu mashuhuri hapa. Ni katika jiji la Tanga ambapo wamezaliwa nguli wa fasihi ya Kiswahili anaitwa Sheikh Shaban Robert, marehemu sasa hivi. Lakini pia ni katika jiji la Tanga ambapo wamezaliwa Roma Mkatoliki Hassan Mwakinyo, amezaliwa Bakari Nondo Mwamyete, Captain Fantastic na wengine wengi. So leo niko zangu hapa, na hapa nipo katika barabara, zile barabara mitaa ya barabara, na hii ni barabara nipo karibia na ofisi ya makao makuu ya CCM mkoa hapa, barabara ya 22. So ungana nami mpaka mwisho kwa explore in details how Tanga look like 2025. So kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Niko Tanga hapa. Lakini bwana, kuna interesting fact about Tanga. Ambapo watu wa kabila langu, mimi ni Makonde, wameshiriki pia kuijenga Tanga. Tukirudi nyuma katika kipindi cha historia, miaka hiyo ya utumwa, wa Makonde wengi walichukuliwa wakaja kufanya kazi katika Mkonge. So wameijenga Tanga kwa nafasi yao. Na wana Makonde minority hapa, community yao wanayo hapa ambao wanaishi huko. Ukienda maeneo kama Mikanjuni na maeneo mengine utapata kuwaona wengi, na maeneo mengine mengi. So wenyeji wa mkoa huu ama jiji hili la Tanga, majority ni Wasambaa, Wadigo, Wabondei, Wazigua na Wasegeju. Wale wengine wanaitwa Wamamwende, kabila dogo wanapatikana hapa, na makabila mengine kama vile Wapare wanapatikana katika baadhi ya maeneo ya Tanga. So hizi ndio barabara za namba tunaanza kuzihesabu, na sasa hivi nipo katika barabara ya 19. So tuendelee kuexplore hadi mwisho tuweze kuona barabara ziko ngapi. Nawe niandikie hapa kwenye comment chini kama unaweza ukawa unajua mengi kuhusiana na jiji hili. So mimi niko hapa barabara ya 19, tutafuta barabara ya 18. Hii ni barabara ya 18. Fun fact about Tanga ni kwamba ni jiji ambalo limepangwa kwa mitaa. Unaweza ukaona barabara zimepewa namba na huwezi kupotea. So tuweze ku-explore pamoja. Leo ni Mei Mosi na bado ni mapema asubuhi. Ndio maana unaweza ukaona katika barabara hii, labda watu unaweza ukaona sio wengi, lakini ndio tuko hapa. Hii barabara ya 17 sasa hivi, mtaa huu ambao unaingia ni barabara ya 17. So kama unajua lolote kuhusiana na jiji hili la Tanga, niandikie hapo chini na niambie unakaa mitaa gani, nami nitapita na comment yako bila shida. Huu mtaa ni barabara namba 17, unaweza kuona wapi mpaka huko. Kwa hivyo mipango kwa mitaa. So leo ni Mei Mosi kama nilivyokuambia. Sikukuu leo. So tuendelee ku-explore, tupotee pamoja. So kama unajua lolote kuhusiana na Tanga, niandikie hapo chini na nitapita na comment yako. Na mji wa Tanga ni miongoni mwa miji michache Tanzania ambayo inafikika kwa njia zote. Maana yake unaweza ukafika kwa ndege, unaweza ukafika kwa basi kutokea Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mtwara na maeneo mengine, Mwanza. Lakini pia unaweza ukafika kwa treni, na unaweza ukafika kwa meli. Kwa hiyo anga, ardhi na maji vyote vinatumika kukufikisha wewe hapa. Hii ni barabara namba 16 kama unavyoweza kuona mitaa hii hapa. Namba 16. Na hapa sasa hivi tunaingia barabara namba 15. barabara namba 15 unaweza ukaona.
So ndio Tanga for you. So niandikie hapo chini kwenye comment unaionaje Tanga. Kama ulishawahi kuishi maeneo haya, niandikie ni maeneo gani ambayo yana vibe zaidi niweze kufika na kutembelea maeneo hayo. Nipo kwenu hapa wazee. Nipo kwenu. Sema bado katika historia inasemekana kwamba jiji la Tanga ni miongoni mwa majiji ya mwanzo kuwa na yalikuwa na viwanda vingi sana mwanzoni. What happened I don't know, lakini yalikuwa na viwanda vingi sana. Na hapa tulipo sasa hivi ni barabara namba 14 Tashrifu, unaweza ukaona. Barabara namba 14 Tashrifu. Tuzihesabu hizi barabara zote kuanzia namba 22 mpaka namba 1. Sasa hivi tuko barabara namba 14. So tuendelee ku-explore tuweze kuona tutafika wapi. Kwa hiyo ulikuwa ni mji wa viwanda vingi way back ago. Na ni mji wa Waswahili na ulikuwa na uchumi mkubwa sana kwa kipindi hicho. Sijua sasa hivi what happened, lakini bado still upo katika piki. Ni jiji hili la muda mrefu sana, miongoni mwa majiji ya muda mrefu ya Tanga. Kwa hivyo naweza ukaniandikia hapo chini. Lakini chuo kikuu Tanga hakuna, kilikuwepo chuo lakini kikafungiwa, na sasa hivi kuna taasisi ya uhasibu imerudi hapa, ipo Tanga, wamefungua branch hapa. Hapa ni barabara ya namba 13, unaweza ukaona. Huu ni mtaa namba 13. Mtaa namba 13. So tuendelee. Ngamiani hapa. Maeneo ya Ngamiani, Mabawa na maeneo mengine. Namba 13. Kama nilivyokuambia huku kumepangwa kwa namba. So unaweza ukaona mwenyewe. Na huu mtaa ambao sasa hivi tunaukaribia hapa, stendi ya zamani ni barabara namba 12. So ngoja tuchukue kwa upande huu hapa stendi ya zamani, tukaone angalau kidogo what happened over there. Stendi ya zamani. Maana stendi sasa hivi imehamia Kange. Sasa hivi stendi imehamia Kange. Huku ndo stendi ya zamani. Mtaa huu ni barabara namba 12. Ni barabara namba 12. So unaweza ukaona hii ndio stendi ya zamani ya Tanga. Sasa hivi stendi iko Kange. Ni bonge moja la stendi, tukipata nafasi tutaenda. Hapa ndio unapata magari ya kwenda sehemu mbalimbali interior Tanga City. Unaweza kaenda Kange, Kasera, unaweza kaenda na maeneo mengine. So hii ndio stendi ya zamani ya jiji la Tanga kabla ya jamii ya Kange. Inapatikana hapa barabara namba 12. So tuendelee ku-explore in details tuweze kuona jiji la Tanga lina nini zaidi cha kutupatia. Na hapa ni barabara namba 11 ambayo bado ni maeneo hayo ya stendi. Bado ni maeneo hayo ya stendi. The fun fact about Tanga pia ni kwamba baiskeli zinatumika kama bodaboda. Tutajaribu hiyo experience kuona inakuaje. Baiskeli inatumikaje kama bodaboda. Tutajaribu. So na hapa ni maeneo ya Ngamiani. Ni maeneo ya Ngamiani ya Mabawa Mafutamia. So niandikie kwenye comment unaonaje. Hizi bado ni barabara za namba. Unaweza ukaona namna gani zinaonekana. Kwa hiyo huku bwana, baiskeli ni bodaboda kama ilivyo katika mikoa mingine kama Tabora na maeneo mengine. Na Tanga pia baiskeli inatumika kama bodaboda. So tuendelee ku explore.
Yeah, so kuna idea ya kujenga chuo kikuu kikubwa katika ukanda huu wa Coast ambacho Mheshimiwa Umi Mwalimu amependekeza kiitwe jina la Shaban Robert. Hii ni barabara namba 9. Hapa huu ni mtaa barabara namba 9. Bado huko. Huko hapa huko. Unaweza kaona jinsi gani nyumba ambazo zimejengwa katika muundo ule wa miji yote ya Waswahili. Unaweza kaona kama umetembea katika miji ya Waswahili, basi unaweza ukasaliti haya ambayo ninayasema. Hii inaitwa barabara ya Pangani yote hii. Barabara ya Pangani. Hii kubwa hii. Ni barabara ya Pangani kuanzia kule juu mpaka huku chini Pangani. So katika barabara ya Pangani pia ndio utakutana na hizo barabara zingine kuanzia namba 1 mpaka kule namba 22 ambako tumetoka. Na haya maeneo niliyopo ni maeneo ya Ngamiani, soko la Ngamiani. Kwa hiyo ndo Tanga. Unajua nini zaidi kuhusiana na Tanga? Niandikie hapo chini. Kitu ambacho nimekipenda ni hizi bustani hapa katikati ya barabara kama unaweza kuziona. Huku ni barabara namba 8. Unaweza kaona. So tuendelee ku explore tuweze kuona mengi mengineyo. So tuenzetu. Lakini pia kihistoria Tanga ni miongoni mwa mikoa michache katika pwani ya Afrika Mashariki kupata shule. Kuna shule kongwe sana hapa. Unaweza kuiona hii ni barabara namba 7. Mtaa huu hapa barabara namba 7. So tuendelee ku explore. Hiyo ndio jiji la Tanga. Umeona nini tofauti na miji mingine? Hili ni jiji ambalo liko Coast. Ukitoa Dar es Salaam basi ni Tanga. Coast ina mikoa Tanga, Pwani, Dar es Salaam, Lindi na Mtwara. Kwa hiyo katika hiyo mikoa kuna majiji mawili ambayo ni Tanga na Dar es Salaam. So na ni majiji ya muda mrefu. Ni majiji ya muda mrefu sana. Upande ule wa pili kama unaweza kuona ni Ngamiani, soko la Ngamiani. Tunaona tutatembelea kwa muda mwingine, lakini kule ni soko la Ngamiani. Bado tukiwa katika barabara hii ya Pangani. So tuendelee ku explore details tuweze kuona yapi ambayo yanapatikana katika jiji la Tanga. Kama nilivyokuambia hii barabara kubwa inaitwa barabara ya Pangani. Kuanzia huku juu mpaka Pangani kabisa. Kupitia Machui na maeneo mengine. Naona. So kuna ule msemo kwamba Tanga waja leo kuondoka majaliwa. I don't know kwa nini watu wanakuwa wanasema hivyo. So kama unajua niandikie kwenye comment hapo chini kwamba kwa nini inakuwa Tanga waja leo kuondoka majaliwa. Na Tanga raha. Hizo ni baadhi ya misemo ambayo ina trend. So unaweza kaniandikia kwenye comment jambo gani linasababisha pawe hivyo. Mimi sijui, mimi ni mgeni kama wewe. So hapa tulipo ni barabara namba 4 sasa hivi. Ni barabara namba 4. Huko ndio tulikotoka. Barabara namba 4 So tuendelee ku explore in details. Kwa hiyo tuingie katika huu mtaa wa barabara namba 4 tuweze kuona nini kinapatikana huko. Kama nilivyokuambia
ni ngumu sana kupotea katika jiji la Tanga kutokana na lilivyopangwa. Limepangwa katika mfumo wa mitaa, so inakuwa ni ngumu sana wewe kupotea. So hii ni barabara namba 4, tunaingia huku ndani tuweze kuona in details what is going on. Unaweza ukanisuggest hapo chini twende wapi, tukatembee, kuna nini. Niandikie hapo kwenye comment chini sehemu gani unahisi ni nzuri kutembelea tukiwa hapa kwa siku ambazo tutakuwa hapa. Kwa hivyo namna majengo yake yalivyojengwa kama nilivyokuambia hayatofautiani na majengo ya miji kama vile Lindi, Mtwara, Dar es Salaam ya kale, Bagamoyo, Zanzibar na Mombasa. Hayatofautiani. Ndio hivi yalivyojengwa, na ndio maana unakuta hii miji inafanana. Ndio kuna the coast. So niandikie hapo chini unaionaje Tanga. Kama wewe hii ndio mitaa yako, niandikie pia umeondoka huko mwaka gani, na sasa hivi uko wapi, na inakukumbusha nini viunga hivi hapa vya barabara za namba. Na hapa tunatembea katika barabara namba 4. Lakini pia niandikie hapo unatamani twende maeneo gani mengine. Hii barabara ni Msikitini Road. Barabara hii hapa Msikitini Road. Hapa unaweza jinsi gani kulivyopangwa kwa mitaa. Unaweza ukaona hiyo architectures ambazo zimetumika kujenga. Na hapa ni msikiti mkubwa wa Ijumaa hapa. Msikiti mkubwa sana huo hapa. Tutakuja kupata haraka hapa inshallah. So unaweza ukaona ni mji ambao hauna skyscrapers nyingi lakini umepangwa vizuri. Ni mji ambao hauna skyscrapers nyingi lakini umepangwa vizuri sana. Tofauti na miji mingi sana ya Afrika. So hii ndo Tanga 2025. Na hii ndio barabara namba 4. Interior barabara namba 4. Hii ni city center kabisa huko. Jiji hili pia litofautiani na mji kama Mombasa. Kwa wale ambao wamefika Mombasa wanaweza wakasadiki kuyaona. Lakini pia mfanano wa majina wa miji ya pwani. Miji ya pwani yote inafanana majina ya mitaa. Hapa kuna Magomeni, Zanzibar kuna Magomeni, Mtwara kuna Magomeni. Unaweza ukaona. Huku nako. Kwa huku kosti majority ni Waislamu. Unaweza ukaona. Misikiti ni mingi, majority ni Waislamu. Ingawa kuna minority ya Wakristo na kuna parokia za mwanzo, makanisa ya mwanzo kabisa. Tanzania yalikuwa huku Tanga. Kwa hiyo ni mji ambao umechanganya watu wa dini zote Lakini pia kuna Wahindu. Sababu ulikuwa ni mji wa biashara. Ni mji wa biashara si leo, tangu zamani, kutokana na uwepo wa bandari na mambo mengine kama haya. So unaweza ukaona huku ndo tulikotoka. So twenzetu hii sasa hivi hapa tunaingia barabara namba 3 namba 3, tukatokee tena road. Tukatokee tena road kubwa ya Pangani. So unaweza ukaona mwenyewe jinsi gani mtaa ambao umepangiliwa na mji umepangiliwa na ukapangika. Hakuna shida yoyote. Nyumba zijakaa tu kama zimeshushwa. Hiyo ndo miji ya Waswahili ambavyo inajengwa. So niandikia kwenye comment hapo. What do you think about Tanga? Hapa nipo katika barabara namba 3. Barabara ya 3 wenyewe wanaita.
ya. Lakini pia niandikie sehemu gani unahisi kwamba ni nzuri kutembelea nikiwa hapa. Yep. Basi na mimi nikipata wasaa nitaenda huko ili tuweze kuona yapi ambayo yanapatikana huko. Yeah. So tuenzetu mpaka barabara ya kwanza. Yep, tukahitimishe video yetu. Yeah. Poa. Ya, watu nimekwambia ndio kwanza asubuhi maduka yanafunguliwa, watu wanafanya usafi vile kama unavyoweza kuona, so ni amani sana maeneo haya. Sorry. Yeah. Yes, kama mtu anaweza akahitaji kujua nauli inaanzia 23,000. Inategemea na basi ambalo wewe utapanda. 23,000 na kuendelea. Ya, ukipanda Ratco maana yake ni 25,000. Ukipanda mabasi mengine 23,000 ya unafika Tanga. Na ni safari ya saa 6 kutokea Dar es Salaam kwa basi. Yeah. Kwa treni I'm not sure, SF15 kwa treni. Yeah. Na upo mpango wa kuleta treni ya SGR huku ambao upo kwenye makaratasi, na ukija kukamilika ukaanza kuingia katika implementation, itakuwa jambo zuri sana kwa sababu litarahisisha na litainua vile vile uchumi wa mikoa hii ya coast. Yeah. Na pia nilitaka kusahau ni katika mkoa huu ambao timu kongwe na yenye ushawishi mkubwa Tanzania ya Coastal Union inapatikana hapa. Pia timu ya Sahara All Star inapatikana hapa, lakini pia timu ya Mgambo na African Sports wana Kimanumanu. Yeah. Kwa hiyo ndo Tanga, na hizo ndo barabara 22 zinazounganisha barabara kutokea barabara ya Pangani. Yeah. Hii hapa unaweza kuiona ni barabara namba 2 hapa. Hapa barabara namba 2. Yeah. Na hapa mbele kama unavyoweza kuona ni station ya train. Station ya train. Yep. Station ya train. Unaweza ukaona hapa navokatiza katika leli ya station ya treni ya Tanga ambayo inatoka all the way from Bandalini kuelekea Moshi, Dar es Salaam, Arusha na maeneo mengine. Yeah. Hii hapa sasa ndo barabara namba 1. Yeah, ndo barabara namba 1. Yeah. Kwa hiyo umeona nini? Nini kimekuvutia katika mkoa wa Tanga? Niandikie kwenye comment katika hizo barabara ambazo nimekupitisha na mitaa yake. Niandikie kwenye comment. Mimi naitwa Navigator Chinduli, tukutane wakati mwingine. Hala.